Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Mkuu wa jeshi la Israel Meja Jenerali Eyal Zamir ameapa kwamba ataishambulia Iran mara tu atakapopewa idhini. Mkuu wa jeshi hilo baada tu ya kuona mashambulizi kutoka Iran amesema ataishambulia vibaya sana Iran kutokana na kile alichokiona wakati huu mashambulizi yalitoka Iran na kuelekezwa katika maeneo ya kaskazini mwa Israel. Mkuu wa majeshi ya Israel Lieutenant General Eyal Zamir amesema jeshi liko tayari kuishambulia Iran kwa nguvu kubwa mara tu litakapopewa ruhusa ya kufanya hivyo kufuatia mashambulizi ya makombora ya Iran dhidi ya Israel. Licha ya kwamba walirusha makombora ya kulipa kisasi, lakini bado mkuu huyo wa majeshi anasema jeshi lipo tayari kwa ajili ya kuiangamiza Iran. Katika taarifa iliyotolewa baada ya tathmini ya hali ya usalama, Zamir alisema jeshi la ulinzi la Israel litamshambulia adui kwa nguvu mara tu litakapopewa mwanga wa kijani, kwa maana taarifa inayosubiriwa zaidi ni ile ambayo itatoka kwa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ama kwa Waziri wa Ulinzi Bwana Israel Katz kwamba sasa ni wakati sahihi wa kwenda kuifanyia mashambulizi Iran. Wachambuzi wa mambo kwa sasa wanatazama hali katika Mashariki ya Kati wakiangazia namna ambavyo vita hivi vitakavyokuwa. Wakati ambapo Marekani kupitia rais wake Donald Trump yupo mbioni kuhakikisha kwamba vita hivi vinakamilika, amemwonya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu asithubutu kulipa kisasi, lakini waziri mkuu huyo hakusikia na ameshalipa kisasi. Ni baada ya kauli ambayo imesubiriwa kwa hamu na jeshi la Israel, ambapo mkuu wa jeshi la Israel Bwana Eyal Zamir aliyesema kwamba anasubiri mwanga wa kijani kwanza alilipa kisasi, huku akisubiri kauli nzito kutoka kwa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na Waziri wa Ulinzi Bwana Israel Katz. Rais wa Marekani Donald Trump amesema amemwonya waziri mkuu asije akaanzisha mashambulizi makubwa zaidi, kwani wakati huu wapo katika nyakati za mwisho za kwenda kumaliza vita hivyo na kwamba matarajio yake ni kumaliza vita hivi. Lakini wachambuzi wa mambo wanamuona waziri mkuu Benjamin Netanyahu huenda akaamua kuendeleza mashambulizi haya, na hii inaweza kusababisha vita vikubwa mno kati ya Israel na Iran. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wakisema kwamba huenda rais wa Marekani Donald Trump anatafuta njia ya kujitoa katika vita hivi na hatimaye kuiachia Israel pekee iendelee na vita hivi. Kimsingi Marekani haikuhitaji kuingia katika vita hivi, lakini kutokana na namna rais wa Marekani Donald Trump alivyotaka kuonesha ujasiri wa Marekani ndicho kilichomfanya aingie vitani, lakini kwa sasa anaonekana kutafuta suluhu ya kila namna tofauti na wa Israel walivyo. Rais huyo wa Marekani alinukuliwa katika vyombo vya habari akisema kwamba atakachokizungumza yeye lazima kikubaliwe na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, na kwamba Netanyahu hatakuwa na chaguo lingine isipokuwa kukubali chochote ambacho yeye binafsi Trump atakachokieleza ndicho ambacho kitafanyika. Lakini wachambuzi wanaona kwamba hizi ni kauli tu za propaganda katika uwanja wa vita, ni kwamba huenda Marekani ikajitoa katika uwanja wa vita baada ya makubaliano fulani na Iran, lakini Israel ikasalia katika uwanja wa vita. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue yanayojiri katika ulimwengu. Tutakujuza hapa The World News, na zaidi wakati huu tunaitazama Mashariki ya Kati.